na nashukuru Mungu ameniheshimisha huwa katika ibada zangu za kitaa, nikiwa nahubiri vituo vya kanisa vya kitaa, nikiwa kazini pale nahubiri injili kwenye ibada kwenye kanisa kanisa la mtaa ambao Mungu amenipa. Huwa nikihubiri watu wananisikiliza, wanabarikiwa na neno la Mungu. Wanauliza maswali, na kuwa na rafiki yangu mmoja Mungu amenipa, sitakuja kumsahau. Mnamuona kwenye huko TV mtandaoni, huwa anahubiri, Mwinjilisti Revocatus, rafiki yangu sana, na Mungu akanipa yule rafiki yangu. Huwa tunafanya naye kazi ya Mungu, tunahubiri, anafanya biashara zake, shughuli zake, na mimi nahubiri injili. Kwao ninamshukuru Mungu kwa kuniheshimisha kwenye hiki kipaji cha kuhubiri, na watu wanafurahi sana, wanabarikiwa na ibada, na wanauliza maswali na waombea, tunafurahi kwa pamoja, kila mtu anabarikiwa na neno la Mungu. Kwa hiyo nataka nikwambie kuwa katika maisha yako unataka kuwa mtumishi bora, usikate tamaa, jishushe. Mimi kuna muda nilikubali kujishusha, pia fanya maombi. Huwa kuna muda mimi nafanya maombi sana, nasoma neno la Mungu, nakaa na watu vizuri, napata ushauri kwa watumishi wa Mungu wenzangu, wananiombea, naombewa, nakuwa naombewa hivyo, ndio maana nafanikiwa kwenye maisha yangu. Hakuna kukata tamaa katika maisha, usikate tamaa.